Bwana Yesu asifiwe sana. Na kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili yangu na kwa ajili ya wote mlioko mahali hapa. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa neema hii aliyoachilia juu yetu. Pia namshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya mpakwa mafuta yake mtumishi Gideon pamoja na mama mtumishi. Namshukuru sana Mungu kwa jinsi anavyowalinda na kuwatunza, wanazidi kupambania hii huduma mpaka sasa imefikia hapa ilipo. Mungu awalinde na kuwatunza. Pia namshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya wahudumu wote wa channel ya Gideon Online TV. Namshukuru Mungu kwako wewe ambaye unafuatilia kipindi hiki kila siku ya Jumanne, unafuatilia vipindi vyetu. Namshukuru sana Mungu kwa ajili yako, kwa kuwa unaacha muda wako unatufuatilia sisi. Wewe umekuwa sababu ya sisi kusonga mbele. Mungu akubariki na kukutunza. Na wakaribisha wale wote ambao mpo njiani, mpo hapa kanisani, na wakaribisha tusikilize neno la Mungu, tufundishane, tujue jinsi tutakavyoenenda katika Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Martha Peter Masao na ni mhudumu katika madhabahu ya Mlima Moria. Siku ya leo tutajifunza kuhusu neema za Mungu. Kichwa cha habari kinasema zijue neema za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unatakiwa ujue Mungu unayemtumikia ni Mungu gani, na utathmini umemtumikia muda gani kwa uaminifu. Kama hujamjua vizuri au kumtumikia kwa uaminifu, inakubidi uombe rehema, mtu wa Mungu, kwa sababu Mungu wetu ni Mungu mwaminifu. Tunatakiwa tumtumikie kwa uaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Fungua nami Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 10. Nami nasoma kwa msaada wa Bwana. Na Mungu wa neema yote aliyewaita kuingia katika utukufu wake wa milele katika Kristo, mkiisha kuteswa kwa muda kidogo, yeye mwenyewe atawatengeneza. Tunaona hapa kwamba neno la Mungu linatuambia Mungu yeye mwenyewe ni Mungu wa neema yote. Yeye ndiye aliyetupa kibali cha kuwa watakatifu. Yeye ndiye aliyetupa hichi kibali cha kupata hii neema ya kuwa pamoja na Kristo. Anasema ya kwamba mkiisha kuteswa kwa muda kidogo, yeye mwenyewe atatutengeneza. Hapo ulipo, jinsi ulivyo, ni Mungu amekufanya ulivyo. Na Mungu amethibitisha kile alichoweka ndani yako. Kwa hiyo tunatakiwa tutafute neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tuone aina ya neema za Mungu ili tuziishi hizi neema, tuweze kuishi katika utakatifu. Neema ya kwanza, neema ya Mungu maishani mwetu. Neema ya Mungu ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Neema ya Mungu ni kitu unachoweza kukipata ambacho tulikuwa hatustahili. Pia neema ya Mungu ni nguvu kubwa sana tunayohitaji katika maisha yetu. Hii ni nguvu ambayo tunahitaji katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie Wakolosai 1 mstari wa 13 mpaka wa 14. Nami nasoma kwa msaada wa Bwana. Naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Anasema naye alituokoa katika nguvu za giza. Aliyetuokoa katika nguvu za giza ni Bwana Yesu. Alikuja ili aniokoe mimi na wewe tukutoke katika nguvu za giza. Kwa hiyo tunatakiwa tuombe hii neema ya Mungu iwe juu yetu. Bwana Yesu asifiwe. Neema ya pili ni neema ya wokovu. Kwa neema ya wokovu Mungu ameweza kutulipia deni kwa kila mmoja aliye tayari kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni neema ambayo tumeipata. Kwa wewe ambaye umeokoka, wako wengi ambao hawana hii neema ya wokovu. Wanaenenda tu
lakini hawana neema ya wokovu. Sisi tuliobahatika kuokoka tumepata hii neema ya wokovu. Fungua nami Waefeso 2 mstari wa 8 na wa 9. Waefeso 2 mstari wa 8 na wa 9, nami nasoma kwa msaada wa Bwana. Kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Bwana Yesu asifiwe. Usije ukajisifu kwa jinsi ulivyo. Usije ukajisifu, yamkini ulikuwa unapitia kwenye changamoto mbalimbali, Mungu akakuokoa akakuponya, lakini wewe usije ukajisifu ukajiona ni kwa uweza wako. Hapana. Hii ni neema ya Mungu imekuwa juu yako. Umeokolewa kwa neema, na imani ulionayo ndio iliyokuokoa, wala si kwa matendo yako. Sisi hatuna matendo yoyote ya kuweza kufanya tumfurahishe Mungu, bali neema yake ndio iko juu yetu. Kwa sababu hata leo ulivyoamka, umeamka kwa neema tu. Mlilala wengi, lakini mmeamka wachache, na wengine mmetoka nyumbani, mmefika mnakoenda. Wengi wametoka hawakufika. Wewe uliyefika ni neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Neema ya tatu ni neema ya kukubaliwa. Dhambi huwa inatutenga na Mungu, lakini unapomkubali Yesu na Mungu anakukubali, kwa sababu Mungu ametufanya tuwe sehemu katika nyumba yake. Na mtu asiharibu nyumba hii, anaiharibu na Mungu atamharibu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atamharibu anayeharibu nyumba hii. Wewe uliookoka, anayekugusa na Mungu atamgusa yeye. Hii ni neema ya nini? Ya kukubaliwa. Tuangalia Waefeso 2 mstari wa 19 mpaka 22. Nami nasoma kwa msaada wa Bwana. Basi tangu sasa ninyi si wageni wala wapitaji, bali ninyi ni wenyeji pamoja na watakatifu, watu wa nyumbani kwake Mungu. Mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Katika yeye jengo lote linaunganishwa vyema na kukua hata liwe hekalu takatifu katika Bwana. Katika yeye ninyi nanyi mnajengwa pamoja kwa maskani ya Mungu katika Roho. Bwana Yesu asifiwe. Mimi na wewe tuliookoka tumejengwa kwa maskani ya Mungu katika Roho. Hakuna anayeweza, aliyeokoka na anayemwamini Mungu na anayeomba hizi neema za Mungu ziwe juu yake, hakuna wa kulinganishwa naye. Wewe ni sawa na jengo, wewe ni sawa na ukuta. Hakuna kitu kitakacho kutikisa, hakuna adui atakayeweza kukugusa, kwa sababu una neema ya Kristo. Hata yaje majaribu ya namna gani, Mungu atakutoa katika hilo jaribu, kwa sababu umeomba neema yake. Kwa hiyo mtu wa Mungu, watu tuliookoka, tujifunze kuomba neema ya Mungu. Neema ziko nyingi, lakini kwa leo tutajifunza tu chache. Neema ya 4 ni neema ya uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Neema ya 4 ni neema ya uwepo wa Mungu. Baada ya kuokoka, kitu muhimu sana maishani mwetu ni kuomba neema ya uwepo wa Mungu maishani mwetu. Unatakiwa uombe neema ya Mungu maishani mwako. Usikae tu ukijitegemea wewe, ukijua ya kwamba wewe unazo nguvu, una uweza, una mamlaka. Hapana. Tunatakiwa tuombe neema ya Mungu ya uwepo awe karibu yetu. Fungua nami Yeremia 23:23. Nami nasoma kwa msaada wa Bwana. Mimi ni Mungu aliye karibu, asema Bwana. Mimi si Mungu aliye mbali. Bwana Yesu asifiwe. Unatakiwa uwe karibu na Mungu. Kwa kila jambo unalolifanya mkaribishe Mungu. Kwenye biashara yako mkaribishe Mungu.
Omba neema ya Mungu katika biashara yako. Omba neema ya Mungu kazini kwako. Omba neema ya Mungu popote pale unapoenenda. Omba hii neema ya Mungu. Mungu awepo kwenye uwepo wa kazi yako, kwenye karama yako, kwenye huduma yako, uwepo wa Mungu uwepo. Kwa sababu amesema kwamba mimi ni Mungu aliye karibu. Yeye yuko karibu na wewe. Usipoomba hii neema atakaa mbali na wewe. Na wala usipokuwa mtakatifu lazima atakaa mbali na wewe. Ndio maana pale mwanzoni nimesema kama hujamjua Mungu unatakiwa uombe toba na rehema. Mungu akusamehe. Kwa sababu ukimjua Mungu utakuwa unafanya matendo yanayompendeza Mungu. Kwa hiyo tutaishi katika neema ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Neema ya mwisho tunayojifunza leo ni neema ya uwezesho. Hii neema ya uwezesho ni neema ya kukuwezesha kushinda katika majaribu unayopitia. Ipo neema ya Mungu ya kukuwezesha na kukusaidia katika mateso na shida. Bwana Yesu asifiwe. Katika mateso unayopitia, katika shida unayopitia, omba neema ya Mungu. Pasipo neema ya Mungu hutaweza kushinda jaribu unalopitia. Kama sio neema ya Mungu tusingekuwa hapa tulipo. Ndio maana hii neema ya uwezesho unatakiwa uwe unamwomba Mungu akuwezeshe kushinda majaribu, kushinda misukosuko, kumshinda shetani na kila hila ya yule mwovu shetani. Kwa sababu sisi tuliokoka tunawindwa. Adui yetu ni shetani. Bwana Yesu asifiwe. Hebu fungua nami Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 5 mpaka wa 7. Nami nasoma kwa msaada wa Bwana. Nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani hata mpate wokovu ulio tayari kufunuliwa wakati wa mwisho. Mnafurahi sana wakati huo, ijapokuwa sasa kwa kitambo kidogo, ikiwa ni lazima, mmehuzunishwa kwa majaribu ya namna mbalimbali, ili kwamba kujaribiwa kwa imani yenu, ambayo ina thamani kuu kuliko thamani ipoteayo, ijapokuwa hiyo hujaribiwa kwa moto, huonekana kuwa kwenye sifa na utukufu na heshima katika kufunuliwa kwake Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni neema ambayo ya uwezesho, ya kumwomba Mungu atuwezeshe kushinda majaribu. Kwa sababu anasema ya kwamba mnafurahi sana wakati huo, ijapokuwa sasa kwa kitambo kidogo. Wewe umefurahi kuokoka, umefurahi kumpokea Yesu, lakini kaa ukijua kuna majaribu mbele yako. Kuokoka sio lele mama. Kuokoka umetangaza vita. Kwa sababu gani? Wewe ulikuwa ni wa shetani, alafu leo hii unaokoka, unarudi kwa Mungu. Shetani lazima apambane ili akurudishe kwenye himaya yake. Kwa hiyo inatakiwa unapookoka uwe unamtumainia Mungu, uwe unamwomba Mungu akupe neema ya uwezesho, uwezo wa kukaa kwenye uokovu, uwezo wa kusoma neno lake, uwezo wa kuhubiri neno lake, uwezo wa kufanya kazi zako, uwezo wa kuangalia nyumba yako, uwezo wa kuangalia biashara au kazi, chochote kile unachokifanya. Tunatakiwa tuombe neema. Hata unapoamka asubuhi, kabla ya kufanya jambo lolote, omba neema ya Mungu iwe juu yako. Unapoenda kazini, unapoenda kwenye biashara, popote pale, mwambie Mungu, naomba neema yako ikawe juu yangu. Pasipo wewe Mungu, mimi sintafanya lolote. Siwezi jambo lolote pasipo wewe. Naomba neema yako niweze kufika salama. Naomba neema yako biashara yangu iende vizuri. Naomba neema yako ni kazini nikubalike. Naomba neema yako popote niendapo nipate kibali. Na Mungu atakupa hiyo neema. Mtu wa Mungu, tunajifunza, sio kwamba tunajua sana, tunajua kwa kiasi, bali
Kinachotakiwa katika maisha ya mtu aliyookoka ni neema ya Mungu iwe juu yetu. Pasipo neema ya Mungu hatuwezi lolote, kwa sababu Mungu ndiye sababu ya wewe kuishi. Mungu ndiye sababu ya wewe kuwa hapo ulipo. Mungu ndiye sababu ya wewe kuja huku duniani. Kwa hiyo inabidi tujue neema zake ili tuishi katika neema zake na tupate yale ambayo tunayahitaji. Baraka alizoahidi, tuombe neema yake kuzimiliki. Tusimame, tumshukuru Mungu kwa leo tumefikia hapo. Jumanne ijayo tutajifunza tena jambo jingine ambalo mimi na wewe yamkini tulikuwa hatujui, ila tutajifunza kama tunavyojifunza sasa hivi. Simameni tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninakushukuru, ninasema ni asante kwa neema hii uliyoatilia juu yangu. Tazama, sio uweza wangu wala sio kwa nguvu zangu, bali ni neema yako wewe Mungu imeniwezesha mimi kusimama mahali hapa. Asante kwa ajili ya kila mmoja Bwana anayefuatilia kipindi hiki. Asante Bwana, maana umewapa neema ya kujua ya kwamba kuna neema zako ambazo wanatakiwa waziishi. Nami ninakushukuru, ninakurudishia sifa na utukufu. Asante kwa kila mmoja, nami nasema asante kwa sababu wamepokea neno hili na watatafuta neema yako ili waishi katika neema. Ni katika jina la Yesu ninaomba na kuamini. Amen.